mess goes, Robert went to a crossroads, got down on his knees, handed his guitar to the devil. The devil said, once you receive this guitar back, your soul is mine. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Leo tunaingia moja kwa moja katika kuvunja zile post credit scene ambazo tumeziona katika movie ya kibabe inayoitwa Sinners. Na hizi scene ni scene ambayo imetake place sasa miaka 60 baadaye, baada ya matukio ambayo tumeona katika hii movie ya Sinners. Na hii scene imetake place tarehe 16 Oktoba mnamo mwaka 1992. Na hapa tunakutana sasa na jamaa anaitwa Sammy Moore aka Preacher Boy, kipindi ambacho alikuwa ni mzee kabisa yani. Umeona mpaka hapa, na vile vile pia jamaa alikuwa amefungua sabaha yake hii au bendi yake hii ilikuwa kiitwa Pialini. Umeona mpaka hapo. Nakumbuka sasa ile Pialini ilikuwa ni jina sasa la mwanamke ambaye Sammy Moore alikuwa akimpenda kinoma, kama tulivyoona kipindi hicho mnamo mwaka 1992 pande fulani hivi za Mississippi. Na Sammy alikuwa akimpenda sana mwanamke. Kumbuka sasa, ingawa sasa Sammy alikuwa ni mtoto mchungaji, ila aliingia hadi chumvini kwa Pialini kama tulivyoona katika scene fulani vya ukweli sana katika ile jukebox pande za Mississippi. Umeona mpaka hapo. Na dhima kubwa kabisa katika scene ya mwisho ni dhima ya uhuru aka freedom. Umeona mpaka hapa. Na issue ya kwanza kabisa tunakumbuka ni kwamba sasa udogo wetu Sammy huyo alikimbia kutoka pande za Mississippi, umeona, kuna moja kwa moja pande za Chicago kwa nia sasa ya kuimba muziki wa blues, na vile vile pia kwa nia ya kufanya maamuzi yake yeye kama mtu binafsi. Kumbuka sasa pande za Mississippi babake alikuwa ni mchungaji, na babake sasa alikuwa akimfanyia maamuzi udogo anaitwa Sammy, na vile vile pia babake alikuwa anamforce udogo Sammy kuamini katika dini ya Kikristo, na vile vile pia alikuwa anamforce mwanae kuimba muziki wa gospel wakati Sammy alikuwa na mpango wa kuimba muziki wa blues. Umeona mpaka hapa. Na vile vile sababu kubwa kabisa ya kukimbia Ukristo ni kitu kimoja, kwamba lile gita lile ambalo alimpiga na Remy katika kichwa, ni gita ambalo lilimsaidia au liliokuwa maisha yake, umeona, baada ya maombi ya Kikristo kushindwa kabisa yani kuzima ule mzimu, umeona, au shetani au jamaa anaitwa Remy. Umeona mpaka hapo. Na karakta ya Sammy sasa Ryan Coogler kwa ameiandika sasa kupitia inspiration ya mwanamuziki mmoja maarufu kabisa katika muziki wa blues nchini Marekani anaitwa Robert Johnson. Umeona mpaka hapo. Na legend inasema sasa Robert Johnson sasa aliupata ule umaarufu wake au uwezo wake kupiga gitaa na kuimba muziki wa blues kupitia mkataba wake na shetani. Umeona mpaka hapa. Na ila hizi sasa ilikuwa ni story fulani hivi. Yaani ni kwamba sasa Robert Johnson nzizo alikuwa sio mwanamuziki mzuri. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri alipotea kwa muda mwaka 1.5, ila aliporudi sasa mchizi kama mchizi, yani alikuwa ni bonge moja na mwanamuziki kiasi kwamba sasa watu walikuwa waamini yani Robert Johnson anapiga muziki mzito kiasi hichi yani. Na kama kitu kimoja uwezo wake jamaa alikuwa ameupata kupitia mkataba wake na shetani. Na Robert Johnson alifariki akiwa na umri wa miaka 27. Umeona mpaka hapo. Na legend inasema ni kwamba sasa ule mkataba na shetani ule, umeona, nishani kama shetani alipa muda mfupi sana Robert Johnson na kuimba na kuwa mtu mzuri, ila vile vile pia ahadi yake ilikuwa ni kwamba sasa muda fulani ukipita lazima aje kuchukua roho yake. Umeona mpaka hapo. Ila kitu ilikuwa ni legend, umeona, ila sijui kama kuna ukweli wote au la. Ile legend ambayo ni bonge moja ya legend. Na kwa washikaji ambao wanapenda filamu sasa tulipata vizuri kabisa historia ya Robert Johnson kupitia TV show moja ya kibabe inayoitwa Supernatural. Na kama wewe sasa ni mpenzi wa Supernatural mbalimbali, mambo ya mizimu, mashetani, bla bla bla, usikose kuicheki TV show inaitwa Supernatural. Na kwa sasa ambao tumekulia katika dini tulisikia stories za wachawi waliookoka. Mwanamke ni mchawi kama mchawi, ili afanye mambo yake anatumia majini, na in return sawa majini lazima wapate damu au roho za watu. Kwa in short sasa inspiration kubwa kabisa au hizo stories kuhusu Robert Johnson maybe zimebezi katika hii theory, umeona, ya jinsi gani sasa wachawi kama wachawi wanafanya mikataba na majini, umeona, kwa nia kupata utajiri au kupata vitu fulani, na in return sasa lazima wamwage damu au roho za watu fulani. Umeona mpaka hapo. Na katika hisini pia tupata nafasi ya kumuona Stark pamoja na demu wake huyu anaitwa Mary. Umeona mpaka hapo. Na kiuhalisia walikuwa hajabadilika yani, kwa sababu walikuwa ni vampire. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia style yao ilikuwa ni style fulani ya hip hop ya miaka ya 90. Umeona mpaka hapo. Ni kwa washikaji ambao wanapenda sana ile muziki ile ya kina Tupac, umeona, ishi kama hizo. Na vile vile pia vibe ambao aliingia nayo mchizi wetu huyu Stark ni vibe fulani ambayo tumeziona katika movie moja ya kibabe inaitwa Blade.
Na hapa pia tuligundua kitu kimoja kwamba Starkey kama Starkey hakumuua kabisa Sammy Moore kwa muda wa miaka 60 kwa sababu alimpromise Smoke kuwa hatomgusa Sammy baada ya kuachiwa huru. Umeona mpaka na tunaona hapa Starkey baada ya kumgusa Sammy sasa aligundua kitu kimoja kuwa Sammy hana miaka mingi ya kuishi katika dunia yetu hii. Umeona mpaka hapo, na Starkey akamwambia sasa Sammy, mwanamke, muda wako wa kuishi sio muda mrefu, kama vipi nikubadilishe uwe vampire ili uendelee kuishi na kuenjoy muziki wako blues. Ila Sammy alikataa katakata. Na hapa sasa Ryan Coogler alitumia nafasi kuelezea sasa lugha ya picha au maisha halisi sasa ya Wamarekani weusi nchini Marekani. Yani in short sasa hii concept nzima ya vampirism ni concept ambayo sasa Ryan Coogler alikuwa akielezea umeona jinsi gani wazungu nchini Marekani pamoja na watu ambao wanaamini katika dini ya Kiyahudi jinsi gani sasa wanapowanyonya watu weusi katika sekta ya muziki, katika sekta ya fashion, umeona, na kuchukua sasa creation yote ambayo watu weusi wametengeneza na kujipatia faida. Umeona mpaka hapo. Kwa hiyo kama yeye sasa mchezo wetu Sammy Moore akibadilika na kuwa vampire, inamaanisha yeye kama yeye atakuwa hana uhuru mwana wa muziki wake au maisha yake. Na issue nzima ya vampirism nitaelezea vizuri, umeona, baadaye kabisa nikipata nafasi kama nilivyosema nitaelezea fresh kabisa kuhusu alama zote ambazo tumeziona katika movie ya Sinners, kwa sababu ndani kuna bonge moja la falsafa kuhusu maisha ya mtu mweusi tangu alikotoka Afrika, umeona, alipofika nchi za utumwa hadi sasa nchini Marekani. Na vile vile pia mchezo wetu Starkey kabla hajasepa, yani umeona, alimpa ukweli kabisa mchezo wetu atasame kwamba kitu kimoja kwamba ule usiku ule ambao Starkey alibadilika na kuwa vampire ni usiku ambao hawezi kusahau. Umeona mpaka hapo. Kwanza kabisa ni usiku ambao ilikuwa na mara kabisa kumuona pacha wake huyu anaitwa Smoke. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia ni usiku ambao sasa ambao yeye kama yeye kwa maana kwanza kabisa alijihisi kama yuko huru. Umeona mpaka hapo. Na vile vile ni usiku ambao umeona ambao hawezi kusahau kwa sababu ni usiku ambao sasa ambao yeye kama yeye kwa mara kabisa alifanikiwa kuliona jua. Kumbuka sasa unapokuwa vampire, jua kama jua likikupiga tu lazima ufe yani. Umeona mpaka hapo, yani unakuwa unachomeka yani. Kwa hapa sasa Ryan Coogler alijibu kwa kitu kimoja kwamba kitendo cha mtu kubadilika kuwa vampire sio uhuru, ni utumwa. Umeona mpaka hapo. Na ni issue ambayo nitaelezea vizuri, umeona, nikielezea story vizuri kabisa kuhusu vampire wetu kutoka Ireland huyu anaitwa Remick. Umeona mpaka hapo. Kwa sababu inavyoonekana sasa vampire wetu anaitwa Remick alibadilika na kuwa vampire kwa nia ya kutafuta uhuru, ila kwa bahati mbaya sasa ule uhuru ambao alikuwa akitafuta hakupata. Umeona mpaka hapo. Na hapa kuna issue kubwa sana ya kuzungumzia kuhusu vampirism au lugha ya picha ya vampirism na muziki wa mtu mweusi nchini Marekani. Umeona mpaka hapo. Na issue nitaelezea vizuri kabisa katika video nyingine kabisa ambayo nitaelezea vizuri kuhusu alama zote ambazo tumeziona katika movie yetu hii inaitwa Sinners. Na baada ya episode 90 kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Je, kuna uwezekano mkubwa kabisa Ryan Coogler akatupa movie nyingine ya Sinners? Umeona mpaka hapo. Kwa hapa aidha tunaweza kupata movie ya pili ambayo ni sequel au tukapata movie ya prequel. Maana ni prequel kama prequel na mesha kitu kimoja matukio kabla ya movie yetu ya Sinners haijatoka. Umeona mpaka hapo. Kwa katika prequel tunaweza tukapata story yani kuhusu Smoke pamoja na Starkey, maisha yao yote kipindi hicho wako pande za Chicago. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tunaweza kupata prequel kuhusu maisha ya vampire hunters ambao walikuwa ni waindi wekundu katika Mungu wetu wa movie za Sinners. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tunaweza tukapata sequel, umeona, kuhusu maisha sasa ya Stark pamoja na demu wake anaitwa Mary katika ulimwengu wa movie za hip hop. Na vile vile pia movie yetu imeleta mfarakano fulani hivi katika jamii ya watu weusi ambao wanaamini katika Ukristo. Umeona mpaka hapo. Yaani kama ni kitu kimoja kwamba movie ya Sinners, umeona, ina promote mambo ya ushirikina. Umeona mpaka hapo. Kwa mimi kama mimi yani kwa binafsi yani siwezi kuzungumzia sana hii issue kwa sababu ni shufani ambao ni binafsi, na vile pia naijua vizuri jamii yetu ya Tanzania. Kwa in short ni kwamba jua kitu kimoja kwamba movie kama hizi zinatengenezwa yani, umeona, ili kuleta mjadala, watu wa discuss, umeona, vile vile ni kama fasihi andisha au fasihi simulizi. Yani watu wanakaa chini, unaangalia hii movie, umeona, unaangalia dhima yake, kuna vitu ambavyo utavikubali na kuna vitu ambavyo hautavikubali. Ni sio kila kitu lazima ukubali. Umeona mpaka hapo. Kwa nini mitazamo kama mitazamo tu ya mwandishi kama mwandishi mwingine yoyote. Kwa hiyo movie unapoiangalia ya Sinners aka watu wenye dhambi yani, wewe angalia hii movie, ifurahie, kuna vitu ambavyo utavikubali na kuna vitu vingine ambavyo utavipiga chini yani. Na kesho kutwa nikipata nafasi tutaingia deep zaidi yani kujua alama fulani ambazo tumeziona hizi katika movie yetu ya Sinners. Na ndani pia yani nitazungumzia vitu vingi yani. Umeona mpaka hapo. Na kwa review ambazo zinafuata katika ulimwengu wa Bandaumiza, stay tuned.